Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza ni muhtasari wake. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Shinyanga imeokoa shilingi milioni 92.16 zilizokuwa zimeibiwa na viongozi wa chama cha msingi cha Ibambala AMCOS. Serikali imesema kabla ya mwaka huu wa fedha kuisha itakuwa imetangaza nafasi za ajira mpya 1045 kwa kada mbalimbali. Na zaidi ya wakimbizi wa ndani 1050 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaripotiwa kupitia hali ngumu ya maisha katika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika. Habari kamili. Shinyanga. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Shinyanga imeokoa shilingi milioni 92.16 kati ya shilingi milioni 151.53 zilizokuwa zimeibiwa na viongozi wa chama cha msingi cha Ibambala AMCOS kilichopo halmashauri ya Ushetu wilayani Kahama. Taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Shinyanga Bwana Donasian Kesi wakati akitoa taarifa ya utendaji kazi wa taasisi hiyo katika kipindi cha robo ya 3 ya kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Aidha, Bwana Kesi amesema kuwa wamefikia mafanikio hayo kutokana na ushirikiano walioupata kutoka kwa wanaoshirika wa chama hicho. Kiasi cha shilingi milioni 151.5 kiliweza kuangukia mikononi mwa watu 4 tu ambao ni mwenyekiti wa chama hicho Faida Paul Beda aliyejilipa shilingi milioni 53.5, katibu meneja wa chama hicho Bwana Charles Alex Yengo aliyejilipa jumla shilingi milioni 58.3, mke wa katibu meneja Bi Lucy Masanja Gidabita aliyejilipa shilingi milioni 34,580,000 na mtoto wa katibu meneja Bwana Charles Masanja ambaye alilipwa jumla shilingi milioni 5,583,519. Katika hatua nyingine, Bwana Kesi amesema kuwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wamejipanga kudhibiti vitendo vya rushwa ambavyo vinafanywa na baadhi ya watiania watakaobainika kujihusisha na vitendo hivyo. Dodoma. Serikali imesema kabla ya mwaka huu wa fedha kuisha itakuwa imetangaza nafasi za ajira mpya 1045 kwa kada mbalimbali ambazo utekelezaji wake unafanyika. Kauli hiyo imetolewa bungeni leo na naibu waziri Deusi Sangu ambaye amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali imeidhinisha jumla ya nafasi 41,500 za ajira mpya kwa kada mbalimbali ambazo zinawalenga kujiajiri wahitimu stahiki. Naibu waziri alikuwa akijibu swali la mbunge wa Mbogwe Nicodemus Maganga ambaye ametaka kujua serikali ina mpango gani wa kutoa ajira kwa wahitimu wa vyuo nchini. Bukoba. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamelitaka jeshi la polisi kuwadhibiti madereva wanaoendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa na kusababisha ajali kwa watumiaji wengine wa barabara. Wakazi hao akiwemo mwenyekiti wa mtaa Forodhani Everini Viane na Alipio Flavius baada ya kushuhudia ajali iliyohusisha gari na pikipiki wamesema kuwa hiyo ni ajali ya pili kushuhudiwa ndani ya wiki moja. Wamesema kuwa kinachosikitisha zaidi kwenye ajali hizo wanaokuwa wamelewa ni waendesha magari, hivyo kuwaumiza wanaogongwa kutokana na kutokuwa na kitu kinachowakinga. Kamfuata bodaboda alipokuwa upande wa bodaboda anakoendeshea ndiko alikomfuata na kumgonga. Jamaa aliyemgonga wa bodaboda angekuwa hajakunywa pombe, nafikiri asingetengeneza ajali kama hii. Ajali nyingi zinatokea kwa sababu watu wanakuwa wanaendesha vyombo vya moto wakiwa wamekunywa pombe. Wanaogongwa wengi ni wale ambao hawana hatia na wanakuta wanaolewa wana magari. Tunaomba polisi ichukue hatua kwa sababu haya matendo yamezoeleka.
Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera, Blasius Chatanda, amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea kuchukua hatua wanapobaini baadhi ya waendesha vyombo vya moto wanaokiuka taratibu za uendeshaji wa vyombo hivyo na kuwataka madereva kuheshimu sheria za usalama barabarani. Karagwe. Vijana wilayani Karagwe mkoani Kagera wametakiwa kuacha tabia ya kubagua kazi, badala yake wafanye kazi halali za kuwaingizia kipato na kuachana kuwa tegemezi katika jamii. Ushauri huo umetolewa na baadhi ya vijana wajasiriamali wilayani humo wakati wakizungumza na Radio Kwizera, ambapo wamesema kazi wanazozifanya za kuuza nguo na mkaa zimekuwa zikiwasaidia kuachana na hali ya kukaa vijiweni. Baadhi ya vijana hao wajasiriamali akiwemo Elias Kato na Neema Katunzi wamesema wakati wa kijana kukaa na kusubiri ajira kutoka serikalini umepitwa na wakati, hivyo ni jukumu la kila kijana kufanya kazi ili kuisaidia familia yake na taifa kwa ujumla. Biashara hii inanisaidia kukizi mahitaji ya kuwasomesha watoto wangu, familia yangu, kujikimu na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na maisha yangu. Vijana nachowashauri wasikae vijiweni, wasikae kucheza karata, wajitahidi wawe na mwamko, wasifikirie kwamba kuanza na biashara ni kuwa na mtaji mkubwa. Mtaji wowote ule mdogo unao uwezo wa kuanzisha biashara yoyote ile na ikakufanya unaishi vizuri hapa duniani. Kweli msaada wake kama marazi, chakula, unihifadhi. Mkuu wa wilaya Karagwe Bwana Julius Raiza hivi karibuni amewataka wananchi kufanya kazi kwa bidii ili kujikwamua kiuchumi na kuwataka vijana kuwekeza katika zao la kahawa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kalemi. Zaidi ya wakimbizi wa ndani 50,000 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaripotiwa kupitia hali ngumu ya maisha katika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika, tangu wakimbie vita vinavyoendelea kati ya jeshi la DRC wakishirikiana na makundi ya wazalendo dhidi ya kundi la waasi wa M23. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uratibu wa misaada ya kiutu UNOCHA imeeleza kuwa wakimbizi hao wa ndani wengi ni kutoka katika mkoa wa Kivu Kusini, hususan katika tarafa za Fizi, Uvira na mji wa Bukavu. UNOCHA imesema kuwa wakimbizi hao baadhi wamepata hifadhi maeneo ya kanisa, shuleni, kwenye kambi za muda na wengine hawana mahala pa kujihifadhi bila msaada wowote kutoka serikalini na wala kwenye mashirika ya kutoa msaada. Aidha, ripoti hiyo imesema kuwa tofauti na wakimbizi hao, mji wa Kalemi umekumbwa na janga la mafuriko ya kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika, ambapo watu zaidi ya 17,000 wamebaki bila makazi, ambapo mashirika na serikali wametakiwa kutoa misaada ya haraka ili kunusuru maisha ya raia hao. Kayanza. Faranga milioni 17 zinahitajika kwa ajili ya kulipa madeni ya walimu wa kujitolea katika wilaya ya Mutaho mkoani Kayanza nchini Burundi. Hii ni baada ya walimu wa wilaya hiyo 86 kulalamikia kulipwa mshahara wa faranga 26,000 badala ya faranga 60,000 kwa mwezi kutokana na ukosefu wa fedha katika idara ya elimu wilayani humo. Mkurugenzi wa elimu mkoa wa Kayanza Bwana Gilbert Rumeko amesema hali hiyo imetokana na wanafunzi wengi kuacha masomo, huku baadhi yao wakishindwa kulipa michango kwa ajili ya kulipa walimu hao. Bwana Gilbert amesema tayari swala hilo ameliwasilisha kwa mkuu wa wilaya ya Mtaho mkoani Kayanza pamoja na wakuu wa shule zote katika wilaya hiyo, na kwamba muda wowote swala hilo litapatiwa ufumbuzi. Hata hivyo, amesema kuwa pesa ya kuwalipa walimu hao wa kujitolea inapatikana kupitia ada ya wanafunzi, ambapo wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la 6 anatakiwa kulipa faranga 500 na wanaosoma kidato cha kwanza hadi cha 4 wakitakiwa kulipa faranga 1,000 kila mwanafunzi ili kufanikisha zoezi hilo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Shinyanga imeokoa shilingi milioni 92.16 zilizokuwa zimeibiwa na viongozi wa chama cha msingi
cha Ibambala AMCOS. Serikali imesema kabla ya mwaka huu wa fedha kuisha itakuwa imetangaza nafasi za ajira mpya 45,000 kwa kada mbalimbali. Na zaidi ya wakimbizi wa ndani 50,000 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaripotiwa kupitia hali ngumu ya maisha katika mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika. Waza Wazua. Msikilizaji, kwenye maisha hakuna atakaye kuonea bila wewe mwenyewe kutoa ushirikiano. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.